الإخوة الكرام، kwa fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala na tawfiq, tulimaliza katika jalsa ya hadithi iliyopita mlango tuliokuwa nao kwa muda ambao ni mlango wa nambari 56 katika kitabu cha Riyadh as-Salihin, ambao ulikuwa umekusanya takriban hadithi 31 walillahi alhamd, na tuliweza kuzizungumzia hadithi zote kwa ule mfumo na utaratibu wetu ambao tumekuwa tukenda nao katika kitabu hichi cha hadith, kitabu kikubwa kilicho na faida na mafundisho mengi zaidi kwa Muislamu. Nilipomaliza au tulipokamilisha darsa ya wiki jana, moja katika ndugu zetu ambao tuko nao katika majalis hizi za hadith anafuatilia kwa makini, jazakallahu khairan walillahi alhamd, akanipa tambih na ukumbusho kwamba tulikuwa tumewacha hadithi ya 13. Hatukuwahi kuizungumzia hadithi hii katika kifungu cha mwisho. Kifungu cha mwisho kilikuwa kinazungumza hayatu sahaba, maisha ya sahaba, namna ilivyokuwa katika masala ya al-kafaf fil aish, na hali ngumu waliokuwa nayo na misukosuko walioipitia ridwanullahi ta'ala alaihim katika maisha yao, na wengi wao walikuwa katika hali duni ya kimaisha. Walikuwa na wao pia walifikiwa na njaa, walikuwa hawana chakula, hawana makazi, hawana pahala pa kwenda kushukia kwa sababu au kutokana na hali zao zilizokuwa ngumu na hali ambazo zilikuwa ni dhaifu. Na mmoja katika watu hawa masahaba alikuwa ni Abu Huraira radhiyallahu anhu, kama tulivyoashiria katika majalis na vikao vya nyuma kwamba yeye pia alikuwa miongoni mwa ahl as-suffa, na alifikiwa na mengi katika yale ambayo wale waliokuwa wakiishi katika watu wa as-suffa, katika tabu na misukosuko waliopitia, na kadhalika Abu Huraira alipitia hivyo hivyo. Kwa hiyo hadithi ambayo ilikuwa bado tukizungumzia ni moja peke yake, ambayo ni hadithi ya 503 sawia na hadithi ya 13 katika mlango huu. Anasema an-Nawawi rahimahullah, wa an Muhammad ibn Sirin an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala laqad ra'aytuni wa inni la akhirru fima bayna minbari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila hujrati Aisha makhshiyan alayha. Ibn Sirin akipokea kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira radhiyallahu anhu asema laqad ra'aytuni, ungelikuwa unaniona mimi kwa macho yako, hali ya kuwa la akhiru fima baina minbari rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ila hujrati Aisha radhiyallahu anha. Ungelikuwa waniona na kadhalika nilionekana wakati nilipokuwa natembea nikiwa baina ya member ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka chumba cha Aisha. Masafa haya mafupi, Abu Huraira radhiyallahu anhu asema mimi nilikuwa kipande hicho cha kutembea naanguka makhshiyan alayya, wakati ikiwa nimepotewa na fahamu. Wakati huo ikiwa nimeanguka, fahamu imenipotea, fayaji'ul jai, basi huja yule mwenye kuja, fayadha'u rijlahu ala unuqi, aniwekee guu lake juu ya shingo yangu, wayara anni majnunun wama bi min junun, akidhani kwamba nina wazimu au mimi nimeenda wazimu, hali ya kuwa sikuwa na wazimu wowote, ma bi illa aljuu', sikuwa isipokuwa na njaa. Kwa hiyo hayo yalikuwa yakinitokea kwa sababu ya njaa
mpaka wakati mwingine Abu Huraira radhiyallahu anhu yakhiru, yuanguka makhshiyan alayhi, hali ya kuwa amepotewa na fahamu. Watu pale wengine wadhani kwamba labda na wazimu ndio maana ameanguka akapotewa na fahamu, aikewa mguu kwenye shingo ili asipate kutapatapa au asipate kwenda huku na huku, lakini uhakika na ukweli wa mambo kama alivyosema yeye mwenyewe ni kwa sababu au kutokamana na njaa. Hii ndio hadithi iliyokuwa imebaki, na hii inaeleza pamoja na hadithi nyingi zilizotangulia hali ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, na hususan Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardhah. Na somo ambalo tunalipata hapa la mazingatio, somo kubwa na mafundisho mazito ya mazingatio ambayo tunayapata katika hadithi kama hizi, hasatan inayomhusu Abu Huraira radhiyallahu anhu. Hii hali ya sahabi huyu kama hivi tunavyoisoma na kama vile alivyosimulia yeye mwenyewe katika hadithi mbalimbali tulizozisoma pamoja na zile zilizokuwa katika majlis iliyopita, tunakuta kuwa pamoja na hali hii ngumu aliyokuwa nayo Abu Huraira, pamoja na uzito na misukosuko mikubwa aliyopitia ya maisha yake radhiyallahu anhu wa ardhah, lakini yote hayo hayakumzuia Abu Huraira radhiyallahu anhu na kutafuta ilmu na kusoma ilmu. Leo tukimzungumzia Abu Huraira radhiyallahu anhu wa ardhah, tunamzungumzia sahabi wa Mtume alayhi salatu wassalam, ambaye alikuwa aktharu sahabati riwayatan lilhadith ani nabii sallallahu alayhi wasallam, sahaba alikuwa amepokea hadithi nyingi zaidi kushinda masahaba wote, sahabi alikuwa amehifadhi hadithi nyingi zaidi kushinda sahaba wote, sahabi aliyebeba mafundisho ya Uislamu, ahkam na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutoka kwa mtume wetu Muhammadin salawatullahi wasalamu alayhi. Lakini hii ndio ilikuwa hali yake. Somo ambalo tunalipata hapa sote na tunafaidika nalo kwa uzito sana ni kwamba kwa masahaba wa cheo kama hiki, kwa masahaba hawa waliotangulia na wema hawa waliotangulia, swala la ugumu wa maisha na uzito wa maisha hayakuwa ni sababu ya wao kutotafuta ilmu. Ili ni somo muhimu ambalo kama wanafunzi wa ilmu tunasoma, na kama Waislamu tulioamrishwa saa zote kutafuta ilmu tunasoma. Lakini ni muhimu kadhalika ifahamike kama hivi tunavyosoma katika kisa cha Abu Huraira kwamba hawa ni waja wema waliopita ambao hawakuifanya ile njaa ni sababu ya wao kubaki katika ujinga. Abu Huraira radhiyallahu anhu alikuwa ni hazina kubwa sana ya ilmu, alikuwa ni wi'a, chombo min a'zami aw'iyati al-ilm, katika vyombo vikubwa sana vya elimu radhiyallahu anhu wa ardhah. Pamoja na hali hii anayoeleza kwamba yuanguka kutokamana na njaa. Kwa hiyo ni mazingatio kwetu sote na ni mwelekezo katika dini kwetu sote ya kwamba misukosuko ya maisha na taabu za maisha hazitakiwi kuwa ni pingamizi au ni kizuizi kwa mwenye kutafuta elimu kutafuta elimu, kwa sababu lau kama ingelikuwa ni hivyo, Abu Huraira huyu radhiyallahu anhu leo hangekuwa akitajika katika hali hii ambayo tunaitaja radhiyallahu anhu wa ani sahabati ajma'in.
Leo tunaingia insha Allah taala katika mlango unaofuata mbele yake ambao ni mlango wa 57. Tarjama ya mlango huu kama alivyoweka An-Nawawi rahimahullah, akasema babul qanaa wal afaf wal iqtisad fi al maisha wal infaq wa dhammi sual min ghairi darura. Huu ndio mlango unaofuatilia hapa mbele, mlango wa 57. Mlango huu anakusudia An-Nawawi rahimahullah ta'ala kuzungumzia ndani yake kupitia kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam masala yafuatayo: alqanaa, kutosheka, wal afaf, na kujizuia, wal iqtisad fi almaisha, na kuwa na uwastani katika maisha, wal infaq, na kutoa, wa dhammi sual min ghairi darura, na kukemea kuomba bila ya dharura, kukemea tabia ya kuomba ikiwa hakuna dharura. Kwa hiyo haya ndio ambayo ameyakusudia Nawawi rahimahullah ta'ala katika mlango huu, na kama mlivyosikia kwenye anwani, anwani hii kwa hakika ina mafungamano makubwa na anwani iliyopita, na ina alaka na mawasiliano na anwani iliyotangulia, kwa sababu zote anwani mbili zinalenga bado katika suala la uwastani wa maisha, na kwa Muislamu kuwa katika maisha haya bila aksivi au kutokuwa na raghba au kutokuwa na mapendeleo ya maisha haya, ya kwamba yawe ni maisha makubwa, yawe ni maisha mapana, yawe ni maisha ya utafahari, na ni maisha ambayo yatamfanya Muislamu yule awe katika starehe kubwa. Sio hayo mazingatio katika Uislamu. Hayo ndio mafungamano ya mlango huu na mlango uliopita, lakini zaidi katika mlango huu An-Nawawi rahimahullah ta'ala akaweka taakid na akatilia mkazo zaidi suala la kuomba. Tabia ya Muislamu kuomba, hili ndilo ambalo amelizingatia zaidi An-Nawawi rahimahullah katika mlango huu, kiasi kwamba waweza kusema kuwa mlango wote huu unazungumzia kuhusu swala la kuomba. Huu mlango wote unazungumzia hivyo takriban, isipokuwa hadithi chache kidogo sana, lakini hadithi zote zipo katika masala hayo, hata zile ambazo hazizungumzii swala la kuomba, lakini maana yake ni kadhalika swala hili la kuomba. Kuomba kulikokusudiwa katika mlango huu ni kuomba watu usaidizi wa mali, kumwomba mtu mali au fedha au dunia kwa jumla, yani kuomba mahitaji ya dunia. Haya ndiyo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tutakavyosoma katika hadithi hizi ameyakemea sana. Akaweka wazi kwenye hadithi hizi kwamba tabia hii haifai Muislamu kuwa nayo, lakini kuomba min ghairi dharura, kama alivyosema An-Nawawi rahimahullah, maadamu hakuna haja na hakuna dharura ya kuomba, basi kuomba itabaki kwamba haifai. Bali wapo katika wanazuoni ambao nasu ala tahrimi sual, ala tahrimi as-sual min ghairi dharura, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo amelikemea na amelikataza. Dharura ni ipi inayomruhusu Muislamu kuomba? Imeelezwa, ipo hadithi mahsus ambayo itatuwekea wazi swala la hili dharura ni dharura kama ipi. Kwa hiyo kumetajwa dharura, Muislamu akishaifahamu hadithi hiyo na dharura hiyo, anaweza kukisia mengine ambayo yatakuwa yamefanana na dharura hiyo aliyotaja Mtume salawatullahi wasalamu alayhi. Sasa katika kule Mtume wetu alayhi salatu wasalam
kukemea tabia ya kuomba na kufanya suala la kuomba kusiwe ni jambo ambalo ni kipaumbele kwa Muislamu, kuvunja wasaili, njia na barabara inayompelekea Muislamu kuomba mpaka akafika akawa ni muombaji. Ili Mtume sallallahu alaihi wasallam atupe risala hiyo, akatuelezea mafundisho mengi sana yanayotoka kwake, pamoja na mafundisho mengi ambayo yalipitia kwa sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Message hii ya Muislamu kutoomba imekuja katika mlango huu kwa sura mbalimbali. Sura ya kwanza ni sura ya kumhimiza Muislamu kuwa na moyo wa kutosheka, kumhimiza Muislamu kuwa na moyo wa qanaa, na kumtaka Muislamu kuzingatia utajiri wa moyo, yani kutosheka kwa nafsi yake, nafsi iwe imetosheka, ambayo inaitwa ghina an-nafs. Maswala haya ndio ambayo Mtume alayhi salatu wasalam aliyaangazia sana, ili Muislamu asimame katika huo msimamo, asifikie kwenye marhala ya kwamba amekuwa ni Muislamu ni mwenye kuomba. Tukizingatia hili swala la umuhimu wa ghina an-nafs, swala la umuhimu wa al-qanaa, na swala la kwamba utajiri wa Muislamu upo katika moyo wake. Kutosheka kwa Muislamu ni kwa nafsi yake. Nafsi ikishatosheka, basi mengine yote katika maisha ya Muislamu yanafuata. Nafsi ikiwa haijatosheka, ndio chanzo cha balaa kubwa. Haya matatizo ya tamaa ya dunia, matatizo ya ubakhili, mashakili ya kuwa na pupa ya kuongeza na kurundika mali, haya asili yake matatizo haya yanatokamana na adam alqanaa, yanatokamana na adam au fuqdan ghina an-nafs, kukosekaniwa kwa utajiri wa nafsi. Nafsi ikiwa haijatosheka, ipe mali utakavyoipa haiwezi kushiba, ipate mali itakavyopata haiwezi kutosheka na mali ile, kwa sababu ni nafsi ambayo imefungua kinwa chake cha kupokea mali bila ya mazingatio na bila ya kikomo maalum. Nafsi inaelekea katika barabara ya takathur na izdiyad. Kila siku inataka kuongeza, kila siku inataka kuweka, kila siku inataka kutafuta, hakadha ila an yatiyaha almaut, mpaka ile siku mauti itaijia nafsi ile, hapo ndio itakuwa kikomo chake. Sasa Muislam ili afike katika mazingatio haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia maneno haya yafuatayo. Ya kwanza ni hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, ambayo ni hadithi ya kwanza katika mlango huu. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. Utajiri sio utajiri wa kuwa na mali nyingi. Utajiri wa mwanadamu sio utajiri wa kuwa na mali nyingi, walakin utajiri wa uhakika wa utajiri au utajiri wa ukweli ni utajiri wa nafsi. Nafsi ikishakuwa imetosheka, huo ndio utajiri wake. Nafsi ikishakuwa imeridhika, huo ndio utajiri wake. Lakini ikiwa nafsi haijaridhika, haijatosheka, basi mwanadamu huyo hata akiwa na miliki dunia hii yaliyomo ndani yake yote, haiwezi kutosheka nayo. Nafsi yake bado itakuwa inataka tena zaidi. Maana hii Mtume alayhi salatu wasalam akaisisitiza kadhalika kwa ibara nyingine katika hadithi ya Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, ambayo ni hadithi ya pili, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala
qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Hii imepita, tulisoma katika mlango uliopita kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hakika amefaulu. Qad ikifuatiwa na fi'l madhi, hiyo qad maana yake ni tahqiq katika lugha ya Kiarabu kwenye ilmu ya nahwu. Qad ikifuatiwa na fi'l madhi kama vile qad aflaha man zakaha, qad aflaha almu'minuna, hiyo inakuja kwa maana ya tahqiqi na kwamba jambo hili ni la hakika na jambo hili limesisitizwa mno. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam atuambia hapa qad aflaha man aslam, hakika amefaulu yule aliyejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwenye dini ya Uislamu. Wa ruziqa kafafan, kisha amefaulu kadhalika huyo aliyesilimu na Allah azza wa jalla akamruzuku kile ambacho kitamfanya muislamu huyo azuie na kule kuomba. Kafafan yani ma yakfihi an suali nnas, Allah azza wa jalla amruzuku muislamu huyo kwa kile kitakachomtosheleza ili asiwe ni mwenye kuomba watu. Kisha waqanna'ahu Allah bima ata, na Allah subhanahu wa ta'ala akamkinaisha na kwa kile alichompa. Ndio maana tukasema katika darsa iliyotangulia tulipokuwa tunazungumza hadithi hii ya kwamba tabia ya qanaa iliyotajwa hapa na Mtume alayhi salatu wasalam, kule kusema waqanna'ahu Allah, mna ishara ndani yake ya kwamba qanaa ni tabia ambayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye mwenye kumkinaisha mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu saa zote atakiwa ni mwenye kuelekea kwa Mola wake subhana jalla jalaluhu, wa yukthir min ad-du'a wa yas'aluhu subhanahu wa ta'ala miraran wa takraran bi an yuqanni'a, amuombe Mola wake azza wa jalla saa zote na kila wasaa ampe qanaa'at an-nafs, maana ni jambo ambalo linatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema mtume wetu alayhi salatu wasalam, wa qanna'ahu Allah bima ata. Nafsi kishakinai, basi kul ma duna dhalik, yote yaliyokuweko chini ya hapo hayambabaishi na mwanadamu nafsi hiyo ambayo imetosheka kwa ajili ya kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku nayo. Kadhalik hadithi ya 5 pia ipo katika maana hiyo, ambayo ni hadithi ya Amr bin Taghlib. Huyu ni sahabi wa Mtume alayhi salatu wasalam katika masahaba. Amr ibn Taghlibi radhiyallahu anhu asema anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam utiya bimal au sabyin faqasama, siku moja aliletewa mali ya ngawira au mali iliyopatikaniwa katika jihad au qital, ya kuwagawia sahaba, ya kuiganyiza kwa masahaba, akaigawanya mali ile. Qasamahu fa'ata rijalan wa taraka rijalan, basi kuna baadhi ya watu ambao aliwapa mali ile na wengine hakuwapa. Na hivi ndivyo ilikuwa kawaida ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mali anapoipokea ya sadaqat au khasatan ya ghanaim, ilikuwa kuna watu maalum akiwapa, kuna wengine hawapi Mtume alayhi salatu wasallam. Kisha wale anaowapa wengine huwapa nyingi, wengine akawapa kidogo. Yote alikuwa akifanya Mtume wetu alayhi salatu wasalam lihikmatin raaha salawatu rabbi wa salamu alayhi. Kuna hikma na mazingatio maalum ambayo Mtume alikuwa akiangalia. Alikuwa hafanyi hovyo hovyo swala hili, au afanyi swala hili au mgao huu bitashahi, kwa vile anavyopendelea tu nafsi yake, min ghairi sabab, min ghairi hikma, kwa kuna jambo maalum ambalo huwa Mtume alayhi salatu wasalam amelikusudia na amelilenga. Baada ya kugawanya hivyo kwamba kuna baadhi ya watu waliwapa, wengine hakuwapa, fabalaghahu anna alladhina taraka atabu, kisha ikamfikia habari Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba wale ambao hawakupewa walilaumu, wale ambao hawakupewa katika mgawanyo ule uliotolewa na Mtume alayhi salatu wasalam, wakaanza kulaumu, mbona sisi
tumesahauliwa, mbona sisi hatukupewa? Kama kawaida yake Mtume alayhi salatu wasalam anapojiliwa na habari kama hizi, ilikuwa kawaida yake akiwakabili waumini na kuyaeleza masuala haya na kuyafafanua na kuyaweka wazi, kueleza ukweli wa mambo ili atoe tashwishi iliyoko katika fahamu za watu, au atoe ufahamu ambao sio wasawa, arekebishe ufahamu ambao labda unaweza kuelekea katika fahamu za baadhi ya sahabati Rasulillah kama hawa waliolaumu. Kwa hiyo kama kawaida yake akasimama, fahamidallah, kamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala khutba hiyo, thumma athna alayhi, kisha kamsifu Mola wake subhanahu jalla jalaluhu, thumma qala amma ba'du, kisha akasema amma ba'd, kama vile kawaida ya khatibu anapozungumza kwenye khutba yake. Huanza alhamdulillah rabbil alamin, akamsifu Allah azza wa jalla wa thana lillahi subhanahu wa ta'ala, kisha aseme amma ba'du. Ama baada ya hayo akasema Mtume alayhi salatu wasalam, fa wallahi, akaanza kufungua maneno haya kwa kiapo halif, na hapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, inni la u'ti ar-rajul wa ad'u ar-rajul, mimi kawaida yangu wakati mwingine humpa mtu na mwingine nikamwacha, simpe. Walladhi ad'u ahabbu ilayya min alladhi u'ti, sasa yule aliacha kumpa huyo kwangu mimi ndiye mpendwa zaidi kushinda wale niliowapa. Yule ambaye nilikosa kumpa au niliwacha kumpa ndiye nimpendaye zaidi kwangu kushinda yule nilompa. Walakinni inma u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim min aljaza'i walhala'i. Hii ibara ambayo aliyoitoa ni ibara nzito, ni ibara nzito na ni ibara ngumu, inahitaji maelezo, inahitajia bayana na tafsiri ya kwamba yule niliyompa au yule ambaye niliacha kumpa ndiye nampenda zaidi kushinda nilompa. Maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanahitaji bayana na tafsiri yake ndio hii. Yeye mwenyewe sasa yafasiri ni kivipi na inakuaje ikawa hivyo. Tafsiri yake ni kwamba inma u'ti aqwaman lima ara fi qulubihim min aljaza'i walhala', mimi nawapa watu, lakini huwapa baada ya kuona kwamba hao ni watu ambao mioyo yao haiwezi kustahimili, mioyo yao ina udhaifu, haiwezi kustahimili kwamba hawawezi kupewa, hawawezi kustahimili kukosa. Itakuwa ni balaa, itakuwa ni mashaka makubwa. Kukosa kwao watu hao kunaweza kuwapelekea wao kuingia katika munkar au kuingia katika jambo ambalo likadhuru mpaka imani zao. Ndio maana kwa ajili hiyo mimi huwapa. Wale ambao si wapi, asema wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allahu fi qulubihim min alghina wal khair. Wale ambao si wapi ni watu ambao mimi tayari najua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika mioyo yao kuna utajiri, amejalia katika mioyo yao kuna kutosheka na kuna khairi kubwa sana. Kwa hiyo watu hao mimi hata kama sikuwapa, najua amri yao ipo salama, mambo yao yapo salama, kwa sababu mioyo yao Allah azza wa jalla amejalia ni mioyo ya ghina nafs, ile tulizungumza. Mioyo yao imebeba utajiri na kutosheka, hata ikiwa Mtume alayhi salatu wasalam hakuwapa katika ile migao, wao bado imani zao zipo sawa.
Hii ndiyo hikma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya hivyo. Kisha hapa mbele akasema minhum Amr min ibn Taghlib, miongoni mwa watu hao ni huyo Amr bin Taghlib, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amr ibn Taghlib radiyallahu anhu asema fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalimati rasulillah sallallahu alaihi wasallam humrun na'am. Hii kalima aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, akanitaja mimi miongoni mwa wale watu waliokuwa na utajiri wa moyo. Kwangu mimi kalima hii ikawa ni nzito na naipenda zaidi kushinda yaliomo katika dunia hii ya mapambo na mazuri. Hata yule ngamia ambaye ndiye waghali zaidi anayejulikana, ngamia au farasi au vipando ambavyo vinajulikana kwamba vina thamani kubwa wakati ule wa masahaba na wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa na wanyama fulani katika ngamia kadhalika kwenye farasi ambao walikuwa ni wanyama wa thamani ya juu, hasatan ngamia kulikuwa na ngamia wa thamani ya juu ghali sana. Sasa hata kama ilikuwa mimi nina ngamia kama huyo au kama hao, basi kalima hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwangu ilikuwa ni kalima nzito zaidi, na ilikuwa ni kalima iliyo na thamani kubwa zaidi, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alinihisabu mimi miongoni mwa wale walikuwa na utajiri wa nafsi. Kwa hiyo hao ndio ambao Mtume alayhi salatu wasalam aliwapenda zaidi, kwa sababu ya utajiri wa nafsi yao na kwa sababu ya kutosheka kwao. Ndio maana ikawa Mtume alayhi salatu wasalam watu hawa ahabba ilaihi, kutokana na tabia hiyo, na ndio maana ikawa hana wasiwasi watu kama hawa kwamba hakuwapa, kwa sababu hana hofu juu ya imani yao, wala hana hofu juu ya mwelekeo wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lima ruziqu min ghina an-nafs. Sura ya pili katika masala haya ya Mtume alayhi salatu wasalam kukemea suala la kuomba, kadhia ya pili au nukta ya pili ni nukta ya Mtume alayhi salatu wasalam kubainisha ya kwamba mikono ipo miwili, mikono ipo aina mbili. Sasa kuna mkono ambao una khairia, una ubora. Akabainisha Mtume alayhi salatu wasalam kupitia kwa hii ibara ya kwamba mikono ipo aina mbili. Sasa khairiyati alyadi, ubora wa mikono ile miwili unapatikaniwa katika ule mkono unaotoa. Mkono huo ndio bora, mkono huo ndio ulio na fadhila kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kushinda ule mkono mwingine wa pili ambao ni mkono wa kupokea. Sasa hii ni message ambayo Mtume alayhi salatu wasalam indirect yatuambia kwamba tabia ambayo Muislamu atakiwa zaidi ashikane nayo ni tabia ambayo itampelekea mkono wake kuwa na khairia, kuwa na ubora. Na mkono unapata ubora wakati mkono ule utakuwa ni mkono wa kutoa. Mkono wa kupokea unakosa ubora. Ubora umepelekwa kwa mkono ambao Mtume alayhi salatu wasalam ameuita kwenye hadith al-yadu al-ulya, mkono ulioko juu. Maana kwenye kutoa na kupokea, yule atoae mkono wake uko juu kibalagha na kimaana. Kibalagha na katika waqi', kwenye waqi' al-amri atoae mkono wake uko juu, apokeaye mkono wake uko chini. Na hivyo hivyo kwenye balagha ni hivyo hivyo, mkono utoao unaitwa al-yadul ulya, mkono upokeao unaitwa al-yadu as-sufla. Ili kutupa maana hii, Mtume alayhi salatu wasalam akatueleza maneno yafuatayo. Tuna hadithi tatu katika message hii au katika hii kadhia ya pili, kadhia ya khairiyati al-yadi, na kwamba al-yadu al-ulya khair min al-yadi as-sufla au khairiyatu al-yadi al-ulya. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa'atani, nilikwenda siku moja nikamwomba Mtume alayhi salatu wasalam haja yangu, anipe kitu katika mali, katika usaidizi, katika
jambo, chakula au nini, akanipa mara ya kwanza. Thumma sa'altuhu, nikamwomba tena mara ya pili, fa'atani, akanipa. Thumma sa'altuhu, nikamwomba tena mara ya tatu, fa'atani, akanipa. Thumma qala, mara ya tatu aliponipa akaniambia Mtume alayhi salatu wasalam, ya Hakim, ewe Hakim bin Hizam, inna hadha almal khadirun hulwun, mali hii ni tamu na inavutia. Mtume alayhi salatu wasalam akaipa kwa lugha ya balagha, ni mali ya kijani. Na maana ya kusema mali hii ni rangi ya kijani, maana yake ni kwamba rangi yake na shakli yake hii mali humvutia mwenye kuiangalia. Yasurru an-nadhir, kama yule ng'ombe wa alioambiwa Bani Israil wamchinje, safra launuha tasurru an-nadhirin. Mali ndivyo ilivyo, kawaida ya mali huwa inavutia mtu. Lao leo kama wanavyofanya watu wengine katika mitandao ya kijamii kwenye social media, ili kuonesha kwamba Allah kamruzuku mali na Allah amemfungulia nafasi kwenye mali, basi huchukua mali yake ile. Kuna baadhi ya watu fanya hivyo, akili zao zinawaambia wafanye hivyo, sijui kwa ajili gani au wana sababu gani kufanya hivyo. Basi ile mali wakaipanga hivi kwenye meza, kisha wakaipiga picha, wakaiweka kwenye status zao, au kuonesha watu, angalieni hii mali iliyoko, kwa maana kwamba amevutiwa na mtazamo wa ile mali vile ilivyopangika. Na watu wakiona kwenye status yake, asikila mmoja ukomenti pale, mashallah 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 mashallah, mwenye kuandika mashallah, mwenye kuandika na mimi pia nivutie kidogo, na mimi pia Allah anipe kama hivyo. Khadirun hulun, ni tamu na inavutia. Yasurru an-nadhir ilayhi, inamvutia yule mwenye kuangalia. Faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fihi, sasa yule mwenye kuichukua mali hii, akaichukua mali hii kwa moyo mkunjufu, akaichukua mali hii bila ya kuwa na pupa nayo, bila ya kuwa na tamaa na mali, akachukua lakini huna tamaa na mali, ni kwa sababu mali hii kila mwanadamu yuhitajia duniani ili kujikimu kimaisha. Hakuna mtu ambaye hana haja ya mali, hakuna, kwa sababu kila mmoja ahitajia mali ili kuweza kujikimu kimaisha. Kwa hiyo mwenye kuchukua mali ile bila ya kuwa na pupa nayo, bila ya kuwa na tamaa nayo, bila ya kuwa na moyo wa kwamba mali ile yuhitajia sana na mali ile imemzunguka katika maisha yake, la, ni mali ambayo ni kitu au chombo ambacho wakihitajia ili kuweza kujikimu katika maisha. Mwenye kuichukua mali kwa mtazamo huo, asema alayhi salatu wasalam, burika lahu fi, Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu humbarikia katika mali ile, hata kama ni kidogo, hata kama ni kichache. Lakini akiwa Muislamu ameichukua mali kwa ajili ya kwamba aweze tu kujikimu kimaisha, bila ya kuwa na hamu nayo kubwa na kuwa na pupa nayo na tamaa, Allah humbarikia. Waman akhadhahu biishrafi nafs lam yubarak lahu fihi, lakini yule mwenye kuchukua hii mali na nafsi yake imesimama, yani ameitolea macho ile mali, ameikodolea macho mali ile, ameifungulia nafsi yake yote mali ile, basi hakuna namna ambayo Allah azza wa jalla atambarikia nafsi ile, mali ile. Na hii ndio tafsiri ya kuona kwamba kwa nini yule aliye na tamaa kawaida huwa hatosheki, kwa sababu mali yake huwa haina baraka. Na kwa sababu haina baraka, ndio inakuwa hana kikomo cha kutafuta mali. Allah azza wa jalla ashamruzuku, Allah subhanahu wa ta'ala ashamfungulia. Lau atasema hichi nilicho nacho mimi, ngoja niseme natosheka nacho, sasa nianze kujitengezea akhera, sasa nianze kutafuta mengine yaliyo na maana. Nilikuwa miaka yote mimi niko kule Arabuni nafanya kazi, miaka 20, miaka 30 mimi nachuma. Allah azza wa jalla shanijalia sasa nimechuma, nishajenga niliyojenga, nishafanya niliyofanya, alhamdulillah. Sasa miaka hii niliyopoteza mimi katika kazi,
sikupata mimi wasaa wa kusoma ilmu, hebu ngoja sasa nifanye hii miaka iliyobakia yawe ni miaka ya kutafuta ilmu na kutafuta khairi na kujisomesha mambo ya khairi. Nimetosheka, maana nikipatacho yakfini ana wa ayali wa ahli, tena kuna hata na ziada ambayo naweza nikajifanyia mambo mengine ya khairi. Lakini ikiwa nafsi imekaa kwamba Muislamu huyo nafsi yake ameifungua kwamba ataka kukusanya kila kitu, nafsi ambayo la taqna, qanaa inayotoka kwa Allah azza wa jalla subhanahu, ma qanna'ahu Allah bima ataa, bado atakuwa yeye bado kule amekwenda mbio miaka 20, miaka 25, 15, umri labda wake wote wamekwisha kule katika kutafuta riziki. Amefika hapa, ameingia katika utu uzima, na bado tena yuendelea kumenyeka usiku na mchana, enda mbio huku, enda mbio huku, enda mbio huku, enda mbio huku. Swali ni kwamba ila mata taqna, mata taktafi bima saqa Allah subhanahu jalla jalaluhu ilaik min arrizq. Kasema sasa ngoja niangalie mambo ya akhira, ngoja sasa nijitengezee akhira yangu, ngoja sasa ni ifahamu na nijue zaidi na vizuri zaidi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa mali haina baraka, utaiona mali ile haikutoshi. Nyumba unayo si moja, zaidi ya moja, Allahumma lakal hamd, Allahumma barik, lakinnak tara annaka ma tamliku shay'an, waona kama ambaye bado huna kitu. Mali haina baraka. Wa kana kalladhi yakul wala yashba. Angalia mfano anaotoa Mtume alayhi wasallam, akawa mtu huyo mfano wake ni kama yule anayekula hashibi. Wewe mtizame anayekula na hashibi, كيف ياكل وهو لا يشبع؟ saa zote ataka kula, kila apatacho kula yurid yakul. Sasa hivi jamaa wamemaliza kula, ankwenda pala pengine kuna walishi au kuna karamu nyingine, jamani karibuni, wenzake wanshiba, yeye bado yurid yakul, la yashba. Kisha akasema alayhi salatu wasalam, wal yadul ulya khairun min al yadi sufla, na mkono ulio juu ni bora kuliko mkono ulio chini. Yani mkono utoao ni bora kuliko mkono upokeao. Hii ndiyo khairiyati al-yadi al-ulya. Mkono unaotoa saa zote ni bora mbele Allah subhanahu jalla jalaluhu kushinda mkono unaopokea. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, maneno haya yalimuingia moyoni, maneno haya yalimwathiri mno. Hii ibara ya mwisho hii, wal yadul ulya khairun min al yadi sufla, Hakim bin Hizam, maneno haya yaliingia moyoni mno sana, yalimwathiri sana. Kumwathiri kwake kukampelekea kusema hivi, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqultu ya Rasulullah, akamwambia Mtume alayhi salatu wasalam, ewe Mtume wa Allah, walladhi ba'athaka bilhaqqi, na hapa kwa yule aliyekutumiliza kwa haki, la arza ahadan ba'daka shay'an hatta ufariqa ad-dunya, sitoomba wala sitopokea baada yako kitu chochote kutoka kwa mtu yote. Ya Rasulullah, na hapa kwa aliyekutumiliza kwa haki, baada wewe ushaniambia maneno hayo na ibara hii, basi mimi kuanzia hivi sasa, baada wewe kuondoka duniani, sitojaribu kupokea kitu chochote kutoka kwa mtu yote. Atakayenipa kitu mtu baada yako sitochukua, maadamu ushasema ya kwamba al-yadul ulya khairun min al-yadi as-sufla.
Mtume alayhi salatu wasalam mat, mtume akafa alayhi salatu wasalam. Makhalifa baada yake wakaja, wa kwanza Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, khalifa wa kwanza. Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu yad'u hakiman liyu'tiyahu al-'ata, akawa akipata ile ata katika baitul mal ya Waislamu, au wakipata ngawira au wakipata mali ya Waislamu ile inayotolewa, akimwita Hakim bin Hizam, Hakim, njoo nikupe sehemu yako. Fayaba an yaqbala minhu shay'an, hukataa kupokea kutoka kwa Abu Bakar as-Siddiq kitu chochote. Abu Bakar radhiyallahu anhu paka kaondoka duniani hakutukua shilingi moja kutoka kwa Abu Bakar as-Siddiq. Kwa umla ya wakati huo dinar na dirham. Akaja Umar radhiyallahu anhu, naye kadhalika daa liyu'tiya, akamwita Hakim bin Hizam, njoo Hakim, chukua sehemu yako ya mali ya Waislamu. Fa aba an yaqbalahu, akakataa kupokea. Umar ibn al-Khattab akawaita Waislamu, ya ma'shara al-muslimina, enyi kusanyiko la Waislamu, ushhidukum, shuhudieni, ala hakimin, nataka muwe sasa hivi nimewaita, nataka muwe mashahidi juu ya Hakim bin Hizam, shahada ambayo mtaitoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, shahada ambayo mtakuja nayo siku ya kiyama kunitetea mimi Umar khalifa, ya kwamba anni a'ridu alayhi haqqahu alladhi qasamahu Allah lahu fi hadha al-fay fayaba an ya'khudha. Kuweni mashahidi ya kwamba Hakim bin Hizam mimi nampa katika sehemu ya mali ya ngawira, mali ya Waislamu ambayo yeye anastahiki kupewa kama Waislamu wengine, lakini amekataa kuchukua. Enyi Waislamu, shuhudieni hilo. Falam yarza Hakim ahadan minan nas ba'da an-nabi sallallahu alayhi wasallam hatta tuwfi, akabaki na ule msimamo wake vile vile alivyomwahidi Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hatopokea kitu chochote kutoka kwa mtu yote. Baada man? Baada Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na amechukua kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam kwa sababu mkono wa mtume wetu salawatu rabbi wasalamu alayhi laysa kayadi ghairihi, si kama mikono ya mwingine asokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni maana ambayo alifahamu Hakim bin Hizam, na alifahamu kwa maana iliyokuwa ya ndani zaidi. Maana hii ya hadithi alichukua Hakim bin Hizam akaipeleka mpaka mwisho kabisa, akaipeleka maana hii mpaka kwenye darajatul kamal, mwisho kabisa, radiyallahu anhu wa arda. Kwa hiyo hii ni hadithi ya kwanza ambayo inatupa mwongozo wa Muislamu kuhusiana na tabia ya kuomba. Kwa kwanza tunatakiwa tufahamu ya kwamba mkono unaotoa ni bora kuliko mkono unaopokea. Muislamu akisikia ibara hii na maneno haya na mafundisho haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka kati ya haya mawili atakuwa zaidi Muislamu yuaelemea katika upande wa kutoa kushinda kuelemea katika upande wa kupokea. Limadha? Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-khayriyata fi al-yadi al-mu'tiya, amejalia ubora katika mkono utoao, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Hadithi ya pili katika maana hii ni hadithi ya 6, pia vile vile ni hadithi ya Hakim bin Hizam, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala al-yadu al-ulya khayrun min al-yadi as-sufla, kama tulivyotaja sasa hivi.
Sasa hapa kuna nyongeza, asema mbele yake wabda biman ta'ul, ewe Muislam, wakati unapokuwa watoa, lakini toa ukielewa misingi ifuatayo. Kwa hiyo hii hadithi ya Hakim bin Hizam ya pili hii, ambayo pia ni muttafaq alayhi kama ile iliyopita nyuma ilikuwa muttafaqun alayhi, hii kadhalika muttafaq alayhi, yani rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Hakim bin Hizam. Hadithi hii ya pili imekuja kadhalika kutuletea message ya khairiyat al-yad al-ulya. Moja hiyo message ya pili muhimu ni kumwekea Muislamu mwongozo wa kutoa. Sasa kwa sababu Muislamu anaweza kuelewa swala la kutoa Muislamu akatoa, lakini kwa namna ambayo itampelekea kuingia kwenye makosa. Yani Muislamu huenda akawa yuatoa, yani kutoa katika khairi, kutoa katika khairati, kutoa kwenye mambo mazuri, lakini kutoa kwake kule kwa kukosa misingi na ufahamu wa dini wa ulio wa sawa, ukampelekea Muislamu kwenda kuingia kwenye makosa. Makosa yanayofanyika kwenye kutoa, kwa mfano, ni Muislamu akatoa, lakini akatoa Waislamu, kuwapa Waislamu wengine nje, watu wake wa nyumbani, familia yake mwenyewe Muislamu, mke wake na watoto wake ambao ndo alikuwa anawajibika juu yao, wakakosa kupewa katika khairati anayofanya Muislamu huyu kwa wingi anayoifanya kwa Waislamu wengine. Na hili ni jambo ambalo linahitaji Muislamu kuwa mwangalifu mno, maana wapo Waislamu wanaofanya kosa hili. Kule nje ni mtoaji mzuri kwa Waislamu, hakuna pahala atasikia kwamba kuna khairat au kuna jambo la birri au jambo la taa linalotakiwa kufanywa na yeye akasita. Abadan, yupo mbele. Masharii ya khairi, mayatima, mambo wahitaji, aramili, nani maskini, yupo kote yote. Familia yake wapo kwenye shida, na akitoa kwa familia yake anatoa kwa kuwabania mno. Na kuwanyima mengi katika yale wanayoyahitajia, kwa kudhani kwamba ni bora na ni afdali kwenda kutoa kule nje kuliko pale kwake. Sasa ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatusayishia ufahamu huo, akituambia wabda biman ta'ul. Saa zote ukiwa wewe ni mtoaji, anza kwanza kwa wale unaowasimamia katika maisha, kwa wale ulio na masulia juu yao, mke wako, familia yako au wake zako ikiwa na mke zaidi ya mmoja, wanao, wazazi na kadhalika na kadhalika. Hawa ndio aula mwanzo. Ukishawapa hawa pa kutosheleza, sasa iliyobaki ndio ambayo wenda kuwapa Waislamu wengine. Wa khairu sadaqa an dhahri ghina, na sadaqa iliyo bora zaidi ni ile inayotolewa an dhahri ghina. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Na yule ambaye atajizuia, atajifundisha na atakuwa na tabia ya kujizuia, yani kujizuia na kuomba, Allah subhanahu wa ta'ala atamhifadhi, atakuwa si muombaji. Bora wewe uwe na tabia ya kutoomba. Ukiwa na tabia ya kutoomba, wewe si muombaji, Allah azza wa jalla atakujalia atakuhifadhi
hivyo ndivyo utakavyokuwa, na watu watakuwa wanajua kwamba fulani huyu ni afif an-nafs, ni mwenye kujizuia nafsi yake. Allah azza wa jalla atakujalia uwe afif an-nafs na mwenye kujitosheleza. Allah azza wa jalla atamjalia pia ni mwenye kutosheka nafsi yake, na nafsi yake itakuwa ni tajiri. Tutasimama hapa kidogo kwa ajili ya adhan ya Isha, alafu tukamilishe tena hadithi moja au mbili hivi inshallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ya mwisho ni hadith ya Ibn Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ambayo ni hadithi ya 10 sawia na hadithi ya 531. anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala wa huwa ala al-minbar, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa juu ya minbar, wa dhakara sadaqa, akataja sadaqa, wa ta'affuf anil mas'ala, na muislamu kujizuia na kuomba au na kujizuia kutoomba. Akasema maneno yafuatayo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam katika mauidha yake au khutba yake, wakati yozungumza masala haya ya sadaqa na muislamu kutoomba. Akasema al-yadu al-ulya khair min al-yadi as-sufla, mkono unaotoa au utoao ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mkono unaopokea. Kisha akatafsiri salawatu rabbi wa salamu alayhi, au tafsiri ya sahabi, ma maana al-yad al-ulya wa ma maana al-yad as-sufla. Qala wal yad al-ulya hiya al-munfiqa, mkono ulio juu ni mkono unaotoa, kama tulivyokuwa tukieleza katika tafsiri. Wal al-yad as-sufla, mkono ulio chini ni mkono asaila, unaomba. Kwa hiyo mkono ule unaotoa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio mkono ulio juu na ndio ulio bora mbele ya Allah subhanahu jalla jalaluhu. Kwa hivyo hii ni message ya pili au ni nukta ya pili ambayo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam
aliitumia ili kufikia kwenye risala au kwenye somo la kwamba Muislam anatakiwa saa zote awe ni afifa an-nafs. Afifa an-nafs ni Muislamu anayezuia nafsi yake kutoomba. Unaomba peke yake inapokuwa kuna haja na dharura ambayo imesimama ya kumfanya Muislamu huyo kuomba. Lakini kama hakuna dharura, basi itakuwa kuomba kumekemewa, na kama walivyosema wanazuoni ni muharram. Hii ndio fatwa ya ulama kuhusu swala la kuomba min ghairi dharura, kama قال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه katika majmuu' al-fatawa. سؤال الناس من غير ضروره محرم, na tahrim yake inatokamana na mafundisho haya ambayo yanakuja mbele, na hiyo ndio nukta yetu ya tatu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama ametoa vitisho kwa Muislam kuhusiana na tabia ya kuomba. At-tarhib min su'al an-nas, tarhib ni kitisho. Kuna vitisho ambavyo Mtume ameitoa, mambo ya kutishia kwamba yanaweza kumfika Muislamu lao Muislamu huyo atakuwa na hiyo tabia ya kuomba bila ya dharura, basi ajue kwamba kuna mambo fulani na mambo fulani ambayo yatakwenda kumfikia. Haya inshallah taala tutakuja kuyaelezea katika darasa ijayo. Sasa hivi na wakati umemalizika. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.